Bwana Yesu asifiwe, watu wote mnaopendwa na Mungu. Hapa kuna kitu kingine ambacho nataka nikizungumze kwa ufasaha zaidi ili kiweze kusaidia kanisa la Mungu. Kuna kitu ambacho leo kimekuja kuharibu Ukristo, mafundisho ya theolojia. Theolojia ni mafundisho ambayo kuna watumishi wengi ambao wameyapitia mafundisho hayo, na baada ya kupitia mafundisho hayo wengi tayari wakaanza kuingia kwenye shida mbalimbali. Theolojia huwa ni mafundisho ambayo huwa yanaonekana kana kwamba ni mafundisho ya kimungu, lakini theolojia sio mafundisho ya kimungu. Theolojia ni mafundisho ambayo moja kwa moja yalitoka kuzimu, yameingizwa katika makanisa mbalimbali, na hivyo kuzaa matokeo kwamba watu Biblia kuanza kuona haya mambo waliambiwa Korintho peke yao, haya mambo waliambiwa Warumi peke yao, kana kwamba wengine sisi huku hayatuhusu. Hiyo ni mbinu moja ya adui ili waweze kujua watu kwamba kumbe hata hiki hapa aliambiwa Petro, hiki aliambiwa Yohana peke yake. Theolojia. Katika ukisoma ile Warumi sura ya 2 na ule mstari wa 16, maandiko yanasema, katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawa sawa na injili yangu kwa Kristo Yesu. Manake wanadamu tutahukumiwa sawa sawa na injili ambayo waliohubiri mitume. Lakini leo hii kanisa la sasa hivi, kanisa la siku za mwisho, ukiletea injili ya mitume wanakuambia haya mambo bwana sio ya wakati huu. Sasa hiyo ni mbegu moja ambayo shetani ameipanda mpaka kwa watumishi wakubwa wenye vyeo, wenye sifa. Sasa washirika, waumini au watu mbalimbali, tusipoweza kukaa katika Biblia, tutakuwa tumedanganyika na tutakuwa tumejidanganya wenyewe, na baada ya kufa tutakwenda kuzimu. Wale ambao watakaodanganyika wataingia katika ufalme wa giza. Shetani yuko makini sana, kwa sababu anajua moto wa milele aliwekewa yeye, hakuwekewa mwanadamu. Sasa alianza kutafuta mbinu gani ya kumtoa mwanadamu kwenye neno la Mungu ili mwanadamu ahukumiwe pamoja na yeye. Ndio ukiangalia ile Mathayo sura ya 25 na ule mstari wa 41. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Unaposoma maandiko hayo unaona kabisa kwamba shetani yeye ndio kawekewa moto wa milele, ila anaona kwamba hawezi kuingia peke yake, lazima aingie na wanadamu. Sasa wahubiri wengi sana, baada ya kuwa wengi wamezaliwa katika dini fulani fulani, wengi wametoka kwenye madhehebu fulani, walikuwa na imani fulani. Ile imani waliokuwa nayo unakuta walikuwa wengi bado wamelelewa na wachungaji ambao muda mwingine bado hawajafahamu maandiko vizuri. Sasa baadaye mtu nakulia hapo naokoka, hatimaye unapata na uchungaji na wala kwenda kufungua kanisa, utafanana na huyo aliyekuwa anaongoza kiroho. Ndio maana angalia makanisa mbalimbali, kama alitoka kwenye tawi fulani ataenda kufundisha yale yale. Kwa nini? Ndio yaliyojaza ufahamu. Sasa leo nataka niwatoe watu katika fikra za kujenga imani kupitia makanisa fulani. Tujenge imani kupitia Biblia, kwa sababu baada ya kufa kitabu pekee kitakachotumika kuhukumu mwanadamu ni Biblia, na tutahukumiwa sawa sawa na injili ya mitume. Sasa shetani ameshaanza kuleta maneno eti ili andiko bwana ili waliambiwa Korintho. Shetani ana makusudi kwamba utakuja kusema basi na hili jambo la uzinzi hapa aliambiwa yule kule, sio mimi. Lengo ni nini? Lengo maandiko tuyakimbie, yani yasiwe kama vile ni ya kwetu. Tuone kama na kwamba haya maandiko bwana waliambiwa wale kule, sio sisi huko. Haya kama haya waliambiwa wale kule, wewe uliambiwa nini sasa? Kwa hiyo utajikuta Biblia nzima hauna cha kwako, na hatimaye utasema sasa haya mambo si ya wazungu bwana, yalitoka kwa wazungu kule, walituletea dini hawa. Kwa hiyo utajikuta unashauriwa kurudi kwenye mizimu. Kwa ikiwa imani ya kimungu ilikuja kupitia maandiko, lazima tuyachunguze vizuri maandiko kama wana wa Beroya, ili tuone je ndivyo yalivyo. Kwa hiyo kimkuta mtu anakuletea maneno yake lakini yapo kinyume na maandiko, tupa nje yale maneno, hata kama angekuwa nani.
kwa sababu Biblia ndiyo inayotuongoza sisi, kutuelekeza njia ya kwenda. Ndio maana mimi nashangaa wengi tunasema tumeokolewa, lakini tunaikimbia injili ya mitume bado. Sasa ndipo ninapoweza kujiuliza, sasa huu ni Ukristo upi ambao sisi wenyewe tunakataa kukaa kwenye neno? Neno halibadiliki. Maandiko yalipokuja kwa habari ya kushika sabato kipindi kile, watu walishika, kwa kweli iliandikwa. Lakini baada ya Yesu kuja akakataa mambo ya sabato haya. Sasa hivi tunamshika yeye katika wokovu. Watu tukajua kuna wokovu, tukaja kwenye wokovu, tunabadilika sasa. Lakini mwingine atakwambia wewe kaa kule kule, lakini lazima tuangalie maandiko yanavyosema na tuyaishi kama yalivyo. Sasa kuna vitu ambavyo waga havibadiliki. Ndio kuna vinavyobadilika, ila kuna vingine havibadiliki. Sheria za kimungu, kuna mambo ambayo waga yenyewe baadhi hayageuki. Ndio kuna mengine yanageuka, ila mengine hayageuki. Yaani katika uovu fulani hatuwezi kung'ang'ania uovu wakati tunaona kabisa maandiko yameeleza. Kwa hiyo Mungu atusaidie. Jamani, watu ambao tunaotaka kuingia mbinguni, tusipofuatilia neno la Mungu kama lilivyo, kuingia mbinguni sahau kabisa. Na mkishaona kwamba umati wa watu wengi dunia nzima kuna vitu wanafanya, ugundue hapo kuna tatizo. Kwa mfano, soma katika ile Warumi sura ya 12 na ule mstari wa 2. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Sasa ulimwengu wote wanavaa mawigi, wanajichubua ngozi. Ulimwengu wote wanawake wanaingia tu kanisani hawajafunika nywele zao. Yaani ulimwengu ndio imeshakuwa ni kawaida ya nini? Kawaida ya ulimwengu. Sasa kwa kuwa ni kawaida ya ulimwengu, chochote ambacho ni cha kawaida ya ulimwengu, nyuma yake huwa yuko shetani. Lazima watu wa Mungu tuwe tofauti na ulimwengu, lazima tuwe tofauti na dunia, na tujifunze kwa nini mitume walikuwa akiandika, jamani wanawake fanyeni hivi kwenye makanisa, kweni hivi. Mpaka Paulo anakataza wanawake kuwa wachungaji. Lakini leo theolojia inakwambia hata wanawake wanafaa kuwa wachungaji. Ndio wamejaza huo uovu ndani ya makanisa. Uovu wa mwanamke kuwa mchungaji, angalia katika Ufunuo wa Yohana sura ya 2 na ule mstari wa 20. Mungu anasema, lakini na neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebel ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza. Hilo ni kanisa ambalo limemfuata Yezebel. Yezebel alikuwa ni mtumishi wa giza, alikuwa akifundisha manabii wa Baali, anawafundisha na kuwapoteza. Kwa lazima tuweze kuelewa, lazima tuweze kutoka katika mtego wa shetani, tuweze kupona. Jamani, tupate neno, tusipate watumishi, tusipate sisi mtume na manabii, pata neno. Mwenye masikio na asikie.